Hii dunia ni toleo la pili. Hii dunia ni toleo la pili. Kulikuwa na toleo la kwanza. Kwenye kitabu cha Mwanzo anaposema hapo mwanzo, hapo mwanzo sio mwanzo wa mwanzo. Hapo mwanzo, hapo sio hapa, hapo. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nini na nchi. Anamaliza tayari yako kaandiko hako kana maana yake. Sura ya pili inaanza na maana yake. Sasa unisikilize kwa makini. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Ezekieli, Ezekieli sura ya 28 mstari kama 13. Hata anasema Ezekieli 28 kuanzia mstari wa 13. Anasema, Biblia inasema hivi, ulikuwa ndani ya Adeni. Ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Akiki na yakuti manjano. Akiki na yakuti manjano. Na almasi na zabarajadi. Ndio. Na shohamu. Ndio. Na yapsi. Ndio. Na yakuti. Ndio. Samawi na zumaridi. Ndio. Na baharamani. Ndio. Na dhahabu, kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Ndio. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta. Huyu anayezungumzwa hapo ni shetani. Anayezungumzwa hapo ni shetani. Shetani alikuwa ni kerubi mwenye kutiwa mafuta, aliyetengenezwa kwa ajili ya sifa. Sasa hiyo bustani ya kwanza, maana yake kulikuwa na bustani ya kwanza ambako ndiko shetani alikuwepo pamoja na malaika wakiwa wanamsifu Mungu kabla Adam ajaja. Yani hapo hatumzungumzii Adam. Adam hapo hayupo, na hiyo dunia so hii. Shetani anasikwamba nini kilitokea? Anasema, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Ndio. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ndio. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ulipoumbwa. Ndio. Uovu ulipoonekana ndani yako. Paka uovu ulipofanya nini? Ulipoonekana ndani yako. Ndio. Kwa wingi wa uchuuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako, nawe umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu. Ndio. Kama kitu kilicho najisi. Okay. Nami hapo kwanza. Huyo anayeongelewa hapo ni shetani. Kulikuwa na bustani ya kwanza ambayo shetani alikuwa kiongozi wa sifa. Maana sifa zilikuwa zinatokea duniani. Maana hiyo dunia ilitengenezwa kwa namna ya makerubi kuishi, sio watu. Ilitengenezwa kwa namna ya viumbe wa kiroho walikuwa wanaishi. Sasa shetani ndo alikuwa kiongozi. Yeye alikuwa anaongoza sifa. Unielewe vizuri. Unajua wokovu wa kuishi kwa kukariri bila uelewi kinachoendelea ndio unaotutesa. Wakiwa huko wanaanza kumsifu Mungu, na shetani alikuwa akiangalia juu akawa anamuona Mungu. Unaona, shetani akawa vizuri akiwa anaitwa Lucifer, nyota ya asubuhi. Anaongoza malaika, ana hekima na ni mzuri, na vinanda na filimbi vyote viko ndani yake. Sasa Biblia inasema hivi, Isaya sura ya 14 mstari wa 13. Isaya 14 mstari wa 13. Angalia hapo. Isaya sura ya 14 mstari wa 10. Isaya sura ya 14 mstari wa 13. Ndio. Biblia inasema hivi. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni. Huyo ni shetani. Alisema wapi? Moyoni mwake. Atapanda mpaka wapi? Mbinguni. Huyo ni shetani. Sasa hapo ndo anguko la shetani linaanza. Maana yake alikuwepo duniani, ndio maana anasema nitapanda mpaka juu. Angekuwa juu, anasema nitapanda juu wapi tena? Hadi huko juu. Kwa alikuwa duniani, shetani anasema ulisema moyoni mwako nitapanda mpaka juu, mpaka mbinguni. Mpaka mbinguni, alafu nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Ndio. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano. Ndio.
katika pande za mwisho za kaskazini. Unaona, nitakiinua kiti changu kuliko nyota za Mungu. Nitakiinua kiti changu. Ukisikia neno nyota maana yake ni malaika. Asema kuliko nyota maana yake yani kupita malaika wa hawa. Mimi nitakula juu. Shetani alisema moyoni. Aliposema moyoni, Mungu akasoma yale mawazo, akamwambia wewe na kutupa. Kwa shetani alipoangalia juu tena hakumuona Mungu. Alipoangalia juu hivi akashangaa Mungu haonekani. Alipoona Mungu haonekani akasema imenikata. Yes. Aliposema imenikata, kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 7. Mstari wa 7. Ufunuo 12. Samahani kidogo. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7. Anasema, Biblia inasema hivi. Kulikuwa na vita mbinguni. Kulikuwa na vita wapi? Mbinguni. Shetani baada ya kwamba imeshindikana akaona kule, akaamua akaanzishe varangati, kivurugu. Sasa anaenda kuichukua mbingu by power, by force. Yes. Kwa shetani alipoona ameshaharibu, akawaza yani ndio nishuke chini, akaamua ngoja nikaanzishe vurugu kule kule. Biblia inasema akapanda. Lengo la kupanda, akasema naenda kupambana ili nikichukue kiti cha enzi kwa vurugu. Ndio. Mikaeli na malaika zake walipigana na yule joka. Kwa Mikaeli akaanza kupambana. Shetani aliyekuwa kerubi alikuwa anarusha ngumi. Yaani usiju shetani anarusha ngumi, Mikaeli anarusha ngumi. Sasa ndivyo ujue kwamba shetani tunayemsema si ndio unayemfikiria wewe. Alienda mbinguni, linarusha ngumi, Mikaeli anarusha ngumi. Wanajeshi wa Mikaeli wanajeruhiwa na wanajeshi wa shetani wanajeruhiwa. Sielewi Mikaeli alipitia nini, lakini inawezekana alingolewa jino. Uwezo kaelewa. Kwa sababu lilikuwa ni vagi mbinguni. Shetani anasema mbinguni hapata kalika mpaka mapinduzi yatokee. Nataka nikae kwenye kiti. Vurugu sikaanza pale mbinguni. Sasa ndio tuangalie matokeo yalikuwaje. Matokeo, malaika, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Ndio. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Na yeye alikuwa na malaika zake. Sasa jiulize, hao malaika aliwatoa wapi? Aliwadanganya hao waliokuwa wanawaongoza. Utaratibu wa Mungu bwana uko sawa. Twende tu huko juu. Tunamweza tu. Kule juu yuko nani? Yuko malaika. Bwana twende tunamweza. Akatengeneza kikosi cha malaika zake. Wakapanda juu kwenda kupambana na Mungu. Ungekuwa wewe ndo unaongozwa na shetani, ungefanya hivi? Hujaona washirika wanaopanga kikosi cha kupambana na baba wa kiroho? Kwa hawa wako tofauti na yule shetani. Unanielewa vizuri? Baadaye kwenye vita hiyo nini kilitokea? Nao hawakushinda. Kwa wangeshinda, shetani angeongoza mbinguni, angeongoza na wapi? Duniani. Na duniani. Lakini kwa bahati mbaya hawakufanya nini? Hawakushinda. Nini kikatokea? Wala mahali pao hapakuonekana tena. Mbinguni palikuwa na sehemu yao. Sasa sehemu yao na yenyewe ikafurukwa. Mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa. Yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganya ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Sasa sikiliza. Na malaika zake wakatupwa, alafu nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu. Kwa mbinguni wameokoka. Na ufalme wa Mungu wetu. Ndio. Na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Ndio. Yeye awashtakaye mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Ndio. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Ndio. Na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Ndio.
Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, ndio, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Ndio. Na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimuuzi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanaume. Okay, ishi hapo sasa. Sasa unisikilize mambo yalivyokuwa. Biblia imeandikwa kiufundi sana. Aya, huyu joka ameshashuka. Manake ile Edeni ya moto iliishia wapi? Kura alikokuwa nakaa kuliishia wapi? Hebu sema kuliharibiwa. Sema tena kuliharibiwa. Kulipoharibiwa ndo yakaonekana maji, ndo ikaonekana giza, ndo ikaonekana nini? Roho akiwa juu ya vilindi vya nini? Vya maji. Mungu akaanza kuumba dunia baada ya shetani kutupwa kuzimu. Kuzimu haiko juu, kuzimu iko chini. Kuzimu iko chini. Sasa chini, sijui chini ya wapi, ila iko hapa. Yaani kuzimu tunayo duniani, mbinguni hakuna kuzimu. Tunao hapa. Kwa shetani alipotupwa hapa sijui kuna watu wananielewa kweli? Shetani alipotupwa huku, ile bustani ya Mungu ya kwanza, zile ibada alizokuwa anaziongoza mwanzoni zikafutika. Kukawa hakuna kuongoza ibada tena. Kwa shetani akapewa jina, akaitwa Shetani. Shetani maana yake ni mpinzani. Shetani maana yake ni nani? Yeye aletaye vikwazo. Kwa Mungu akampa jina aliyekuwa anaitwa Lucifer, aliyekuwa anaitwa kerubi, sasa akaitwa nani? Shetani. Shetani mpinzani. Ndio maana kwenye maisha nilikwambia, mtu yoyote ambaye anapingana na wewe usimpe jina. Mungu mwenyewe alimpa jina Shetani kwa sababu alitaka anapopambana naye apambane naye akitokea kwenye jina lake. Sio, unanielewa vizuri? Sasa shetani hapo biashara yake ikawa imekata. Mungu akapiga mahesabu. Maana yake ile bustani ilipoharibiwa, sasa unaona giza, unaona maji, unaanza kuona nini? Roho yuko kwenye vilindi vya maji. Nchi kavu uione, kwa sababu mapepo huenda alikuwa anaishi kwenye maji. Kama roho aliweza kukaa kwenye vilindi vya maji, je, maroho ambao ni mashetani, je, wao hawakuwa wanakaa kwenye vilindi vya maji? Sasa utajua huko ile dunia ikaharibiwa. Ikabidi Mungu aanze mpango wa kutengeneza dunia ambao kitaishi kiumbe tofauti na makerubi. Akaanza, ndio unaona kwenye sura ya kwanza. Sasa ngoja hapo. Ndio unaona kwenye sura ya kwanza Mungu anatuambia, Mungu akatengeneza, alipotengeneza baadaye anatuambia kwenye Mwanzo 26. Kwenye Mwanzo 26 anasema sasa tufanye mtu kwa sura yetu na kwa umbo letu, si ndio? Wakatawale samaki wa wapi? Wa baharini, ndege wa angani na nini. Anafanya hivyo. Baadaye Biblia inakwambia Mungu akamuumba mwanaume na mwanamke, wote alifanya nini? Akawaumba. Baadaye akawabariki.